Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Yes, bana, ukiwa ni mwendelezo mwingine wa Stories za Town, mimi naitwa Nicky Tozi. Shout out nyingi sana kwa wote ambao mnaendelea kutusupport kwa kusubscribe hapo chini. Mmeticha sana. Naomba leo niwaambie na furaha kubwa sana ya kukutana na moja ya watu maarufu sana hapa nyumbani Tanzania, ambaye umaarufu wake umekuwa mkubwa sana kwa kuongelea mastaa, mbea na nini. Si mwingine ni Kerry Mastori. By the way, ni bosi wangu na furaha kubwa sana leo kukutana naye. My sister, mambo vipi? Poa, za kwako ni? Kwa vizuri. Long time. Nakwambia siku hizi unang'aa ndugu yangu. Nimeelewa. Ulikuwa unang'aa, sasa hivi unang'aa zaidi. Nang'aa zaidi. Labda maisha yamenikubali. Mazuri. Nashukuru Mungu. Pia unalipa. Sasa hivi sio umbea, umbea ulipi. Sasa hivi ulipi. Umbea ulipi. Umbea ni changamoto. Changamoto iko wapi? Sasa hivi tunapambana nje ya umbea. Biashara moja unajua haitoshi. Kwa hiyo tunajihusisha na biashara nyingine. Kufanya biashara ya umbea kwa muda mrefu sana. Changamoto gani kubwa leo kutana nayo ambayo maybe hautakuja kuisahau? Changamoto kubwa ambayo yani inatusumbua, imebidi tukae kwenye mstari tunyoke wenyewe, ni ya Insta kufungia account. Kwa hiyo imetufanya tuachane na ule umbea zamani. Ule umbea nipo unamchokoza mtu, unamchokonoa mpaka unasema huyu sasa anaweza hata kajiua. Kwa hiyo ile tumeachana nayo kabisa. Kwa hiyo sasa hivi tunagusa polite, na ili tumwandike mtu ni lazima labda tukae tuongee. Hatuwezi kumwandika tu mtu from nowhere. Yes. Umbea unakuwa sio umbea tena, mnakaa chini mnaongea. Ndio maana nasema sasa hivi sio umbea tena. Na lakini wasanii sasa hivi wanajua kujiposition kwamba nikiposti kitu hichi najua kitaenda. Kwa hiyo anajua hichi nikimpa Kerry akiposti kitaenda. Kwa hiyo akijaribika sana. Kitu gani personal kiliwahi kutokea wewe personal challenge ama changamoto kubwa kwenye kazi ya umbea? Changamoto kubwa zamani mambo ya connection na nini, polisi ukalala sijui nini, ndio iliwahi kunisumbua kidogo, na ndio for the first time nalala polisi. Yes. Nalala polisi kwa muda gani? Siku moja tu ilikuwa. Na hiyo polisi nilala sio kwa sababu nilikuwa nataka kulala, nilimsumbua polisi. Sasa hivi niko Bagamoyo, sasa hivi niko, kwa hiyo ile kitu ilimkwaza. Kwa nikajua tu changamoto kwenye maisha. Hii jela haijaikiwa wanyama au mifugo sijui ni ya kwetu sisi. Ulikuwa unaogopa maybe labda kwa kiasi fulani bana leo nalala ndani. Unajua ukiwa nje kuna stories za watu wa mule ndani walivyo na kesi zao. Sikuwa naogopa kwa sababu ile kesi hata ilikuwa inahusu mimi. Kwa hiyo iliendaga tu ikaisha yenyewe. Yaani ilikuwa inahusu kabisa. Kwa hiyo nikasema bwana, hii imekuwa tu kama funzo, ngoja tu nisichukulie sana kwa undani. Kwa hiyo sikuwa na kesi, sikuwa na nini. Ni kwa sababu ya haya mambo ya umbea. Umeonekana umeongelea kidogo, yani umeweka tu ka tweet umekaongelea kidogo, unaonekana kwamba na wewe tayari una connection hiyo na umesambaza. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo. Nimeona juzi kati hapa mnarushiana maneno wewe na Diva the Boss, nikasema nini ambacho kimetokea? Dada akaika hadi chat zile kidizani kama ulimwambia elfu50 akaomba punguzo la elfu30. Nini ambacho kimetokea? Lakini pia sasa hivi mkoje? Kuna namna mnazungumza? Mimi mambo ya Insta naishia Insta. Hatuzungumzie, yani tusimzungumzie. Waga mimi napenda kuzungumza na watu ambao tunaenda sambamba. Kama tuendi sambamba, umeona mimi sikufai na mimi nimeona unifai, kila mtu aendelee na maisha yake. Sihitaji kupatana naye au sihitaji kuzungumza naye. Sihitaji kupatana naye wala kuzungumza naye. Maana mimi kitokea kitu Insta sichukuli kama ni beef au korofi. Najua yale mambo ya upepo yanapita, tumepita, tumeongea, tumemaliza. Lakini kama ukichukulia beef, sawa, ni wewe kwa upande wako na moyo wako unavyopokea vitu. Kuna ukweli kiasi gani kwa kile ambacho alikizungumza kuwa ana mtoto ambaye amekuwa kimficha kwa muda mrefu na ana mpenzi wake ambaye ni mzungu? Wewe mbea bana. Tuwele siri, maybe unajua ni kweli kuwa Diva the Boss ana mtoto ambaye alikuwa anamweka mbali na mitandao? Sijai kuisikia. Hiyo kwanza ndo unaisikia unaniambia wewe. Anasema siku hizi dada. Inshallah mtoto ni baraka. Kwa hiyo kama na mtoto ni jambo zuri, hata mimi na mtoto pia. Kwa hiyo ni jambo zuri. Namna ambavyo namfahamu Diva the Boss, anaweza kumficha mtoto kwa miaka yote hii? Hebu tumsikize mwenyewe anavyosema. Hebu tumsikize mwenyewe anavyosema na mtoto amemficha Diva. Labda anaweza kujua. Unaweza kufikiria maisha anaishi mtandaoni ni unaweza kuzidhani ni real life yake, kumbe ni
anaigiza, alafu kumbe kuna real life nyuma. Kwa hiyo hatujui, tuchukulie kweli ana mtoto, ametuambia it's okay, kwa sababu hata mtoto wa dada yake, mtoto wa kaka yake ni mtoto wake, so it's not bad. Sawa, naona ulivaa kuwa mwenyekiti wa mashabiki wa muziki kibongobongo, na kidizani kama wakawa wanasema hawa samehewe na hawa wasisamehewe, ile imeishia wapi? Naona wasanii wanatoa kazi na kidizani kama wanasapoti yani wabongo hawanaga muungano kwa sababu wamepatana wasiende kusapoti muziki, lakini tunaona ngoma zinatembea so far, sio sana kama zamani, kwa sababu tumeona Zuchu kidogo nyimbo yake imetetereka. Bila roboti utoboi, bila kusponsor nyimbo utoboi. Yani wanaoenda sio kwamba ni wote, wanaweza wakasema eti wote msimpende Zuchu au wote msimpende Diamond au msimpende Mario. Hapana, wachache ndio mtakuwa muende, lakini kuna wale fans ambao waelewi bwana, sisi muziki ni burudani. Muziki si Mario atajua na maisha yake, amepiga huku atajua mwenyewe, lakini kuna wale wanaopenda kutoka moyoni. Kwa hiyo hichi kitu kinaweza kufanikiwa kwa asilimia zote na kinaweza pia sikisifanikiwa. Nadhani kumunfollow Diamond kwa kipindi kile, ile shauku ya mashabiki kusema tu msupport msanii fulani ama wasanii fulani, watu wakaenda kumunfollow watu kama 100,000 hivi. Unadhani ile ilimshtua Diamond ama kwake ilikuwa ni kitu kidogo sana? Haijamshtua. Kwa sababu gani? Ilikuwa sio 100,000 net actually. Yani alikuwa afike 50,000 kwa sababu ile namba iligeuka kwa sababu alikuwa ameshaingiza followers wale 1.8, kama hawajakata wiki 2-3 ndo wakaanza kuunfollow. Kwa hiyo walikuwa kama watu 50,000 hivi. Sio wengi kwa sababu tunaona wamerudi, afu watu wanasema amenunua followers. Not true. Sio kwamba kweli amenunua followers. Wale Diamond anaingiza followers karibia 6,000 kwa siku, 5,000. Kwa hiyo hicho unajua tu ni kitu kidogo, upepo unapita mbaya, ila itakaa sawa. Mwenyekiti, wasanii tuwasamee ama tuendelee na mgomo? I say hao wasanii bila kuwasamee ngoma itakuwa ngumu. Unajua sasa hivi hata klabu unaambiwa ukipiga muziki klabu, usipige, wanapiga muziki ya kibongo, tupige mapiano. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. So far wanadhani wanawakomoa wasanii. Kiukweli wasanii hawategemei muziki. Yaani muziki hauwalipi kabisa. Yaani bongo muziki haulipi. Yaani hata Kenya wanatushinda kwenye mapato ya muziki. Wanapata sana hela kuliko Tanzania. Kwa hiyo mimi nadhani hata kuwafungia ni kama tu wao wanaona kawaida. Yaani ndio maana unaona wamekaa kimya. Kwa sababu Whozu unaweza kukaa kwa mwaka akafanya show 2. Wewe fikiria anategemea muziki upi? Lakini tunaona maisha yake yanaenda. Kwa hiyo ni wao tu wajiongeze kufanya biashara zingine. Upepo utaenda miaka kadhaa utaisha. Wataendelea kutoa ngoma zao. Ngoma watoe kama kawaida. Huyu atasupport, ataenda. Utatoa, kuna hit song utatoa. Yaani atasema hata yule anayesema mimi siendi kutazama, ataenda tu. Kwa sababu muziki ni burudani, sio beef. Sawa, nimeona juzi kati hapa Fantana aliandika ujumbe mrefu sana kitizani kama kimchana Diamond, yes. Lakini pia moja ya kitu ambacho nilikinoti pale anasema kuwa wewe una furaha na hiyo ndoa yako feki, kwa nini unanizungumzia? Nikajiuliza, ina maana ndoa ya Zuchu na Diamond ni feki? Nikuulize na wewe mbea jasiri mwongoza umbea, ndoa ya Diamond na Zuchu ni feki? Kindoa za sasa hivi tukiangalia, mimi huaga naangalia tena na maisha ya wasanii wa nje, sio feki. Lakini kibongo bongo tumeshazoea ni funga ndoa, ni alika ndugu wa mume, ndugu wa mke, mama, baba mdogo, sijui baba nini. Lakini kwa wenzetu Ulaya wanaweza kawa watu 5 na wakafunga ndoa wakafanya na maisha yakaendelea. Kwa hiyo kibongo bongo tunaita feki kwa sababu hatujazoea hivyo. Ila hilo linawezekana. Na hata mimi sishangai sasa hivi Diamond kumuoa Zuchu kwa sababu anaweza akamuoa miaka 2-3 akaachana akaendelea na maisha mengine, akaamua kumuoa tena mtu mwingine. Kwa hiyo ni maisha kawaida ya wanaume. Tena ndoa za Kiislamu hazina hata nani kile kiapo cha kusema mpaka kufa. Maana ndoa ya Diamond na Zuchu ni fake. Sio fake. Mimi kwangu mimi sio fake kwa sababu alienda kwa shehe kabisa, shehe ambaye tunamta shehe mkuu. Kwa hiyo ameenda mbele ya Mungu. Bwana, ndoa ni ile ya unaenda kutambulika ukweni, umetoa mahari, hiyo ni ndoa. Hizi sherehe ni shamra tu, tunaamua kujiongeza, kujifanyia matashtiti, maekaeka, lakini ndoa ni ile familia tu inakaa kwanza. Yes. Mpaka Fantana anaandika ujumbe ule, na maana kuna kitu nyuma ambacho kinaendelea. Either Diamond alikuwa anamuongelea kwa kumtaka ama ni nini? Kwa namna ambavyo uliona ule ujumbe, unahisi kuna nini ambacho kilipelekea mpaka Fantana akaandika hivi?
Sidhani kama mimi nimefuatilia ile show, sidhani kama Diamond alimtaja kwa bahati mbaya, kwa sababu sio Diamond aliweza kumtaja, walianza kutaja mashabiki kwamba Fantana, wakawa wanamuita Diamond playboy, yani ni mtu ambaye aleweki anatumia wanawake. Akamwambia hapana, mimi siko na Fantana, mimi nimemuoa mwanamke wangu Zuchu. Kwa hiyo alikuwa anajitetea. Sasa Fantana kwa kuwa na yeye ni mtu anatafutaga trendi na yeye anataka kuonekana, ikaonekana labda anataka kutengeneza kipindi cha kile cha famous cha kwao. Lakini Fantana tu ameamua kupita na upepo wa Tanzania, na wanatujua Tanzania tunapenda heka. Lakini sijajua Diamond anatazo gani, kila anakwenda kwenye show lazima aharibu. Sijajua kwa nini hawezi kuondoka kimya kimya eti amaliza show akaenda nyumbani akaendelea mambo mengine. Lazima kuna kimbweka kitakuja, ndo hicho kimekuja cha Fantana. Yeah. Dada akasema pete zile za Diamond ni feki. Zile feki kweli? Unajua mimi ndo mtu wa kwanza ambaye nilikuwa nampigia sana Diamond madogo, sababu alikuwa anapiga sana vitu feki sana. Yaani sana, ila kwa sasa hivi show anazopiga unamuona uko Sierra Leone, unamuona uko ameenda Nigeria, ni show ambazo analipa. Unamuona Italy. Unaangalia mbona msanii wengine hawafanyi vitu? Ni show ambayo analipwa kama wasanii wengine wa nje. Sio tena ana include kama ni Mtanzania. Wanamlipa kama akina David wanavyoenda. Kwa hiyo kwenye mawe Diamond sasa hivi ana mawe. Kwa hiyo kuvaa fake Diamond hawezi kuvaa fake tena. Zamani kiukweli alikuwa anavaa mabati. Haya Sharwa Insta ameyavaa sana. Okay. Kuna mtu mmoja aliona amecomment, kuna post moja ulimpost Diamond akacomment pale chini kuwa Kerry unalipwa na Diamond. Nikasema hili inaweza kawa kweli ama si kweli. Ni kweli kuwa Diamond anakulipa kwa post vile ambavyo unampost Instagram, unamtag na nini? Sababu ni biashara. Sasa sijajua. Unajua kumlipa ni mtu akupe kitu chake upost. Sasa ni kitu gani ambacho nimeposti ambacho kinaonyesha kabisa hii hapa amelipwa? Kwa sababu nitakuwa nikilipwa ni posti labda nyimbo yake, niwe na posti nyimbo zake tu, lakini mimi na posti umbea ambao peji zingine zina posti. Sasa mimi nataka uthibitisho kwamba hapa hii posti hii umelipwa, ndo nijue ni ipi nifafanulie. Unajua kama nikirejea mwanzo kwenye kauli yako kuwa sasa hivi mnafanya umbea, mnakutana, kuna namna labda mnaongea na wasanii, na si kila post ama posti nyingine si muziki peke yake. Kuna msanii ataka umposti umuongelee tu, aidha kwa kumuongelea vibaya ama vizuri, kwa sababu fame ni fame tu, yani iko hivyo. Ndio maana mtu anauliza Kerry unalipwa na Diamond kumposti? Maana haipiti masaa mawili matatu Diamond na amekula na tagi kabisa.